asifiwe. TMI kanda ya Kinondoni 2026. Ukweli utakao kuweka huru. Basi naamini tumezidi kubarikiwa sana na mafundisho mazuri yaliyotolewa haya ya kaya na familia, akiwa anatukumbusha kwamba tukiwa nyumbani tufanye ibada, tuimbe na hatimaye jina la Bwana litukuzwe zaidi. Kubarikiwa na usitoke kando ya chaneli yako ambayo ni Edako TV. Bwana akubariki. Mwana kondoo wa Mungu ameshinda. Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Alhamdulillahi alladhi ahdana lihadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah, wa salatu wassalamu wa ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa imamul muttaqin wa habibina wa shafina mursalina Yesu al-Masih alladhi ya fi hadhihi al-alami akhrajna nas min adh-dhulumati ila nur la hawla wala quwwata wala majida illa billah wa man yarghabu min millati Ibrahima ila man safa nafsa walaqad istafainahu fi dunya wa innahu fi akhirati lamina salihin idh qala Allahu rabbu aslim qala aslamtu lirabbil alamin waswabiha Ibrahim banihi wa yaqubu ya baniya inna Allaha astafa lakum dina fala tamutunna ila antum muslimun. Nipende kuchukua fursa hii tena katika siku ya leo tena kwa sababu ya Mwenyezi Mungu kutujalia, na hivyo kwa sababu hiyo Mwenyezi Mungu ametupatia manabii ambao hao wangelitutoa katika giza na kutuingiza katika nuru, na hivyo hakuna nguvu wala utukufu isipokuwa Mwenyezi Mungu. Leo ni siku nyingine tena Mwenyezi Mungu ameridhia katika viwanja hivi neno lake tena liweze kusikika katika masikio ya watu, na hivyo leo tutakuwa na somo zuri ambalo litatoka katika vitabu, nasi tutanyenyekezwa kulingana na somo hilo. Nipende kualika watu wa dini zote, watukufu waja wa Mwenyezi Mungu, wa Islam, watukufu wa Kristo, na wale wote wasopata mema ya kuitwa kwa jina mzuri, jina la Kikristo. Mwenyezi Mungu angalia kijinadi katika vitabu akisema, udu ila sabii rabika, waite watu katika njia ya Mola wako, bil hikmati wal mawaiza hasanat, kwa hekima na mawaiza mema, wajadilati billati hiya aksan, na ujadiliane nao pasina tukania wao dini zao. Hivyo leo tena ni siku nyingine ambayo watu watalisikia neno la Mwenyezi Mungu na pasina tukania wao dini zao. Vitabu vinasema, wakadhau bi ayatina ulaika asfabun nari hum fiha khalidun, na hivyo vitabu vinatuambia kwamba wale wote watakadhibisha maneno ya Mwenyezi Mungu watakuwa ni watu wa motoni, na huko motoni watakaa watu hao. Na hivyo sisi ni watu ambao tunasema kweli bila kukadhibisha vitabu vya Allah, na hivyo kwa sababu hiyo sisi katika daraja si la motoni isipokuwa katika pepo. Amen. Na hivyo kwa sababu hiyo basi ni waalike watu wote ya kwamba ni vitabu vya Mwenyezi Mungu vinavyofunguliwa hapa Al-Karim, halikadhalika Biblia Al-Mukada. Na hivyo mafundisho haya yanatufikia kwa sababu zifuatazo. Mungu ameridhia mwenyewe katika miezi hii basi TMI kanda ya Kinondoni mwaka 2026 iweze kutufikia. Kauli mbiu yetu ni TMI kanda ya Kinondoni mwaka 2026. Tunamalizia maneno yafuatayo: ukweli utakao kuweka huru. Mbona mmechoka kiasi hichi? TMI kanda ya Kinondoni mwaka 2026. Ukweli utakao kuweka huru. Ukweli utakao kuweka huru. TMI kanda Kinondoni 2026. Asante, mbarikiwe. Hii ni kauli mbiu ya mikutano hii ambayo inakufikia kupitia namna tofauti tofauti, na hivyo Mwenyezi Mungu akubariki pale ulipo unaposikia sauti hii. Kama unaniona basi endelea kubarikiwa pale ambapo neno la Mwenyezi Mungu litakuwa likiendelea kukufikia. Na hivyo katika siku ya leo nitaelezea sana kuhusiana na kitu kinachoitwa ubatizo. Lakini kabla sijaingia katika somo la leo, basi nipende kuwashukuru wale ambao wametoka katika mimbari hii, akiwepo daktari wetu amechukua nafasi yake kulingana na vile Mwenyezi Mungu alivyomjalia, naye amesema, naye ameendelea kutufunza katika mikutano hii. Lakini pia nimpende kumshukuru
mkufunzi wetu wa kaya na familia, naye Mwenyezi Mungu amempatia vya kutuambia, na hivyo kupitia yeye basi maneno ya Mwenyezi Mungu yametufikia. Na hivyo watu hao wote ambao wameendelea kutubariki kwa mafundisho haya, Mwenyezi Mungu akawabariki katika ulimwengu tulionao, na kisha pia awaandae kwa ajili ya ulimwengu usio na mwisho. Amina. Lakini pia nipende tu kusema baraka nyingi pia ziwafikie wote mnaonisikia, wakiwepo washiriki mbele yangu pamoja na wageni na wale ambao wananisikia katika umbali. Wote baraka za Mwenyezi Mungu ziwafikie kule mlipo, mnapoendelea kulitafakari neno la Mwenyezi Mungu kama vile lilivyoandikwa, na hivyo basi neno hili likaendelea kutukumbusha na kutuweka karibu na Mwenyezi Mungu, kutuandaa kwa ajili ya pepo ama maisha yasiyokoma. Amina. Na hivyo leo nitakuwa na somo lenye kichwa kinachosema Al-Mamudia. Neno Al-Mamudia katika lugha ya Kiingereza linamaanisha ni baptism. Neno baptism maana yake ni kuzamisha. Na hivyo katika siku ya leo tutaangazia vitabu vikituambia ya kwamba ni kitu gani sasa kinachohusiana na haya maneno, ama Biblia inafundisha nini kuhusiana na hii dhana kuhusiana na kuzamisha. Na hivyo maana yake kuzamisha huku ili kusudia kuzamisha ndani ya maji mengi, ama kutosa ama kupoteza kitu kisionekane. Na hivyo katika siku ya leo tutaangazia vitabu, na hivyo tutaona jinsi ambavyo Mwenyezi Mungu aliweka hukumu katika jambo hili, ya kwamba watu katika ulimwengu lazima wafanyiwe tukio hili. Na hivyo kama tukio hili lilishakukufikia, tutakuuliza limekufikia kwa namna gani? Kuna watu leo wana itikadi ya kwamba wamebatizwa, ndio wakisema ya kwamba tumetolewa kwenye mamlaka fulani na sasa tupo katika management nyingine. Maana ya neno ubatizo ama kubatizwa lilikusudia mwanadamu kuhamishwa kutoka katika utawala wa mamlaka fulani na kupelekwa katika mamlaka fulani. Na ndio maana inategemeana kwamba ulibatizwa namna gani, na ulibatizwa hasa ubatizo wako ulihusu mamlaka gani ama management gani ambayo sasa ingelikuwa inakuongoza. Na hivyo ukiwauliza watu katika ulimwengu watakwambia, niliposikia neno ubatizo nikaambiwa ya kwamba lazima nitoswe. Mwingine ukimuuliza atakwambia, niliposikia neno ubatizo nikaambiwa ni muamini anayenifanyia hayo. Na ndio maana sasa tunakuta leo kuna watu wamepitia batizo tofauti tofauti, na unaweza ukamkuta mtu hapo Kenya hapo miaka ya nyuma tuliweza kusikia taarifa za mtu ambaye alibatiza watu akiwa juu ya mti, na sisi tukajiuliza neno hili ubatizo limemaanisha kuzamisha. Inamkinikaje mtu abatizwe hali amesimama? Yaani kiongozi wa dini anapanda juu ya mti, na ni mwanamume huyu, akifika juu ya mti anavua suruali yake, alafu anachia mkojo, watu wanaoga mkojo, na hivyo akimaanisha ya kwamba hao watu wote waliomwagiwa mkojo wa huyo kiongozi hao wamebatizwa. Na huu ni ubatizo ambao unaaminika na umeonekana hapo Kenya. Na hivi karibuni pia tumeona hata katika vyombo vya kijamii watu wamekuwa wakibatizwa na wakiambiwa eti wamwamini Mwenyezi Mungu. Na hivyo kuna watu wamebatizwa hivi karibuni, watu wanabatizwa hapo Nigeria. Kuna watu wamebatizwa katika ubatizo namna ya ajabu kabisa. Kiongozi wa dini anachukua beseni, analiweka maji, kisha anamuita muumini mmoja mmoja, anamwambia punguza nguo zako kana kwamba uko bafuni ama uko bichi. Na kisha nguo zikishapunguzwa anaambiwa ingia kwenye beseni, maji yale yanachanganywa vizuri na sabuni, na mtu anaanza kuoshwa. Anaoshwa na kiongozi wa dini, na kisha baada ya kumaliza tu kuoshwa, baada ya hapo anafutwa vizuri, anaambiwa nenda upande wa pili wa kiongozi msaidizi wa dini, na kisha yule wa pili anampaka mafuta aliyekwisha kubatizwa. Naamini ya kwamba kwa sababu hii dunia sasa hivi imekuwa kana kwamba ni kijanja, kuna watu wameshayaona hayo hapo katika mitandao ya kijamii. Hapo Nigeria mambo ya ajabu imetokea. Na hivyo baada ya hapo mtu anaambiwa ya kwamba ukishamaliza kupakwa tu mafuta, yule anayepaka mafuta akimaliza anachukua underwear mpya, anampatia muumini mpya, anamwambia tayari hiyo kana kwamba ni cheti cha ubatizo. Na hivyo anaelekea nyumbani kwake kuvaa underwear mpya aliyopatiwa na kiongozi wa dini.
Huo nao ni ubatizo, tumesikia na upo, na hata sasa hivi ukiingia katika mitandao ya kijamii, si YouTube ama mitandao mingine, lakini YouTube utaona hizo video zikitembea, watu wakitikari ya kwamba wamebatizwa. Lakini zaidi ya hapo, kuna watu wamebatizwa maubatizo yenye kuumiza zaidi. Mtu anaambiwa aruke moto, na kisha baada ya kuruka moto upande wa pili akifanikiwa, anaambiwa dhambi zako zimesamehewa, na hivyo unapatiwa cheti cha ubatizo kwamba ulibatizwa kupitia moto. Na kama itatokea una kilo zako za kutosha, ukaruka moto, na hivyo ule moto kwa sababu ya moto kwa mkali, ukajikuta umeruka sana juu, ukashindwa kupitiliza, na kisha ukajikuta umetumbukia kwenye moto huo, basi utaambiwa dhambi zako ni nyingi, hivyo rudia tena. Na hivyo mtu anarudia tena, anatolewa kwenye moto. Wakati mwingine utaona hata katika mitandao ya kijamii video nyingi zikitembea, unakuta mtu karuka na katumbukia, na bahati mbaya wakati anatumbukia akawa akitafuta msaada, yule aliye karibu na yeye kama ni kiongozi wa dini, naye akavutwa akatumbukia wote wawili. Yaani mambo ambayo yanatokea. Na hivyo na hichi nacho kinaitwa eti ni ubatizo. Lakini ubatizo mwingine ambao nimeuona ni pale ambapo watu wanagongewa misumari kwenye mbao. Mbao inagongwa msumari wa ya kutosha, na hivyo mtu anaambiwa akanyage juu ya ile misumari, na kadri anavyokanyaga juu ya misumari ile, anapoumia na damu zinatoka, anaambiwa avumilia na umalize safari yako, ndio kipimo cha imani. Hivyo mtu anatembea huko, anatobolewa, anasikia maumivu kwa sababu ya kilo zake, maumivu yanaingia vizuri kwenye miguu, lakini saa hiyo kiongozi wa dini anamwambia vumilia, maana ndivyo wokovu wako unapopatikana. Na hivyo huo pia ukaitwa ni ubatizo. Batizo zinasikitisha, ziko katika ulimwengu, na najiuliza watu hao wamesoma wapi ya maandiko? Je, walisoma wamelala ama wamefumba macho wakahadisiana? Na kama je walikuwa active kabisa, je mawazo yao yalikuwa wapi hao watu, ama ni ibilisi pia ameingia katika habari hizi? Nipende tu kuambia kwamba kitabu cha Wakorintho ni kitabu kinachomwelezea ibilisi, kwamba ibilisi amechukua nafasi, naye anajifanya ni malaika wa nuru. Na hivyo wakati mwingine shetani atajifanya kana kwamba ametumwa kama mjumbe wa Mwenyezi Mungu, na hivyo katika wakati si mrefu kuwaingiza watu katika uchungu. Huyo ni shetani. Na hivyo kama hautalisoma neno la Mwenyezi Mungu, utazani uko chini ya management ya Mungu, lakini kumbe ulipotea, nawe unaisubiria moto wa Jehanamu, kulingana na vile Yesu atakavyokana watu akisema ya kwamba mimi si wajui ninyi mtendao maasi. Ndio mwishoni unaanza kusema mbona hata tulikemea mapepo kwa jina lako, utaambiwa sikujui. Yesu maneno yake hayo. Na hivyo kwa sababu hiyo, tuingie katika maandiko matakatifu tuone kwamba ubatizo lilikuwa neno la nani na lilikusudia nini. Katika kitabu kile cha Mathayo sura 28 aya 19, twende pale. Msomaji? Ni kitabu kile cha Mathayo sura ile ya 28 aya ile ya 19. Maneno ya Kristo nasema kama ifuatavyo. Twende pale. Mathayo 28 aya 19 inasema, basi enendeni. Hivyo kitabu kinasema enendeni, maliza, mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi. Mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba, mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, na Roho Mtakatifu. Twende msomaji. Na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi, na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi. Maliza. Na tazama mimi nipo pamoja nanyi siku zote. Tazama mimi nipo pamoja nanyi siku zote, hata ukamilifu wa dahari. Hata ukamilifu wa dahari. Haya ni maneno ya Kristo. Yesu kabla hajaondoka katika dunia hii, ama Nabii Isa ndiye aliyetamka maneno yafuatayo akisema, basi enendeni. Neno la Kiarabu linatumika hapo ni faa. Neno faa ni bas, fadha. Hivyo anasema basi enendeni, akisema fadhhab, basi enendeni, watatalimidu jamii al-umma. Basi
basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi. Haya ni maneno ya Yesu akiwaambia wanafunzi wake, basi enendeni mkawafanye wanafunzi. Hivyo katika tukio hili Yesu alitaka watu wa wanafunzi, na hivyo nasema waaminum, na mkiwabatiza bismil abi, kwa jina la Baba wal Ibnu na la Mwana wa Ruhul Qudus, na kwa Roho Mtakatifu. Hivyo Yesu alitaka wafanyiwe ubatizo. Hivyo Yesu anawaambia wanafunzi wake, enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, na mkiwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru. Haya ni maneno ya Yesu Kristo. Amen. Ya kwamba katika ulimwengu tulionao watu wakafanywa wanafunzi na kisha wakabatizwa kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, na kisha mwisho wa wakati wakafundishwa kuyashika yote yaliyoandikwa katika maandiko matakatifu, maana Kristo anasema yuko pamoja na watu hao hata ukamilifu wa dahari. Amen. Haya ni maneno yenye maana sana ambayo Yesu aliyatoa kipindi ambacho amemaliza kazi katika ulimwengu, na hivyo sasa anatuma kana kwamba ni utume kwa watu ya kwamba wakafanye tukio hilo. Na ndio maana katika habari hizi zote, baada ya kufanya yote tutakayofanya, lakini mwisho wa wakati lazima kutimiza neno nabii Isa aliyolisema ya kwamba lazima kwenda kuwabatiza watakaomkubali na kisha kuwafundisha yote yeye aliyowaamuru. Na haya ni maneno ya Yesu Kristo. Hivyo mtu ndiye msomaji katika kitabu cha Marko sura ya 16 aya ile ya 16. Sikiliza maneno yafuatayo. 16 aya ya 16. Kitabu ni kile cha Marko sura ya 16 aya ile ya 16. Inatuambia maneno fulani. Maneno gani? Msomaji twende pale. Pumzi takatifu ya Mungu inasema, nasemaje? Aminie na kubatizwa. Hivyo Yesu anasema ya kwamba, ama Nabii Isa, ya kwamba yeye anayeamini na kubatizwa ataokoka. Yeye ataokoka. Asiamini, yeye ambaye hataamini atahukumiwa. Atahukumiwa. Hayo ndo maneno aliyoyamaliza nayo. Hivyo hiyo ni kitabu cha Matendo sura 16 amna 17. Hayo yalikuwa ni maneno ya mwisho ya kwamba nini sasa anachowaachia wanafunzi wake, ya kwamba katika ulimwengu tulionao lazima kuambia watu kweli ya Mwenyezi Mungu, na baada ya kuiamini ili waonekane wameiamini na kusema ya kwamba wako chini ya utawala wa Mwenyezi Mungu, lazima watii ubatizo ulioandikwa katika vitabu. Na hiyo ni maneno ambayo Yesu mwenyewe aliweza kuambia wanafunzi wake. Yeyote atakayeamini na kubatizwa ndiye atakayeokoka. Yeyote ambaye hatakubali basi atahukumiwa. Na hivyo amekuwa mwazi katika jambo hili ya kwamba hukumu itamkalia mtu wa namna gani ni yule ambaye hataamini wala hatabatizwa. Na hivyo kwa sababu hiyo, huyo ndiye atakaye hukumiwa. Msomaji, hebu tuende sasa tuone ya kwamba ubatizo ulikuwa wa namna gani hapo awali. Na hivyo kuna watu, Yesu alieleza jambo hili, alieleza kwamba namna mtu anapobatizwa anaashiria kitu gani. Katika kitabu kile cha Yohana sura ya 3 aya ya kwanza, twende pale tumsikie mtu mmoja aliyemfuata usiku. Hebu twende pale kitabu cha Yohana sura ya 3 aya ile ya kwanza mpaka ya 4, tumsikie Nikodemus. Pumzi ya Mungu inanena. Nasemaje? Basi palikuwa na mtu mmoja wapo wa Mafarisayo. Basi palikuwa na mtu mmoja wapo wa Mafarisayo, jina lake Nikodemo. Hivyo jina la huyo mtu anaitwa Nikodemus, mkuu wa Wayahudi. Na hivyo alikuwa ni mkuu wa Wayahudi. Huyo alimjia usiku. Hivyo huyu mtu alimjilia Yesu usiku. Huyu bwana yeye alikuwa anaogopa viongozi wenzie, na hivyo katika habari hizi alimwamini Yesu, na kwa sababu alimwamini Yesu akawaogopa Wayahudi kwamba wakimwona anamwelekea Yesu na hali kuna dini inaitwa dini ya Kiyahudi, basi ingelikuwa tabu. Na hivyo huyu mtu alimjilia Yesu usiku. Na ndio maana nataka niwahakikishie kwamba ninyi nyote mnaonisikiliza, ukisikia sauti ya Mwenyezi Mungu inazungumza na wewe,
hali unaona watu wanakuzunguka wanakutolea macho, mtafute Mwenyezi Mungu hata usiku. Amen. Kapige hodi wakati unatambua ya kwamba hapa kuna msaada ambapo Mwenyezi Mungu anapatikana. Piga hodi hata usiku, maana hilo ni neno liloandikwa katika maandiko matakatifu. Dunia tulionayo hii, kuna watu wanaotaka kutishia wakaingiwa na ibilisi, wakakwambia kwamba wewe unafanya nini, unaenda tunamfuata nani, wakati hawajui unapitia zoruba gani, na umeamua moyo wako utoe maisha yako kwa Mwenyezi Mungu, na hivyo wakakwambia ukiwatoa hayo maisha sisi hatuna mpango na wewe. Nataka nikuhakikishie, fanya maamuzi sahihi. Nikodemasi usiku ndio muda ambapo aliwakimbia viongozi wenzie, viongozi wa Kiyahudi, naye akamfuata Yesu usiku, na Yesu akumfungia nje. Yesu akamfungulia. Nami nataka nikuhakikishie, mfuate Yesu wakati wowote. Yesu hakutupi nje. Amen. Yesu anakukaribisha. Twende pale msomaji mpaka aya ya 4. Akamwambia Nikodemasi, twende pale msomaji. Rabi. Akamwambia mwalimu, Rabi, twende. Twajua ya kuwa umwalimu. Akasema twafahamu ya kwamba wewe ni mwalimu, umetoka kwa Mungu. Tena zaidi ya hapo tunafahamu umekutokea duniani, umetoka kwa Mungu. Twende msomaji. Kwa maana hakuna mtu awezaye kuzifanya ishara hizi uzifanyazo wewe. Hivyo kwa sababu huyu bwana kiongozi huyu aliona ishara ambazo Yesu alikuwa akizifanya, na kakiri ya kwamba hakuna mtu aliyotoka kwa mwanadamu ambaye ana uwezo kufanya yote Yesu aliyoyafanya, na hivyo akadai na kukiri ya kwamba huyu mtu alitoka kwa Mungu kwa sababu ya ishara alizokuwa akizifanya. Twende pale msomaji. Isipokuwa Mungu yu pamoja naye. Isipokuwa Mungu yu pamoja naye. Yesu akajibu akamwambia, Amini. Nakuambia. Akamwambia, amini nakuambia, mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuona ufalme wa Mungu. Hivyo mtu asipozaliwa kwa mara ya pili hawezi kuona ufalme wa Mungu. Twende pale msomaji. Nikodemasi akamwambia, awezaje mtu kuzaliwa akiwa mzee? Mtu awezaje kuzaliwa hali ashakuwa mtu mzima? Amekuwa mzee. Maliza msomaji. Aweza kuingia tumboni mwa mamaye mara ya pili na akazaliwa? Je, mtu huyo anaweza akazaliwa mara ya pili akiwa mtu mzima, akaingia katika tumbo la mamaye na akazaliwa katika umbile alionao kubwa, akaingia tumboni akazaliwa tena? Twende. Yesu akajibu, Amini. Yesu akajibu akasema, amini tena nakuambia, naam, mtu asipozaliwa kwa maji na kwa Roho. Hivyo Yesu akasema mtu asipozaliwa kwa maji na kwa Roho hawezi kuingia ufalme wa Mungu. Amen. Hivyo Yesu alionyesha ya kwamba mtu yeyote asiyezaliwa kwa maji na kwa Roho hawezi kuingia katika ufalme wa Mungu. Yesu alimaanisha ya kwamba kitendo hichi ndicho kinachothibitisha ya kwamba wewe uko chini ya utawala mwingine, wala hauko tena katika utawala wa awali. Kama ulikuwa chini ya utawala wa ibilisi, kitu ambacho kinakufanya kuonekana hauko tena chini ya utawala wa ibilisi, ni lazima ubatizwe, ni lazima uzaliwe kwa maji na kwa Roho. La tofauti na hivyo, Yesu akasema ya kwamba huwezi kuingia katika pepo ama mbingu ambayo hiyo Mwenyezi Mungu amewaandalia wanaomcha. Na hivyo katika mchakato huo, kuzaliwa kwa mara ya pili ama kubatizwa ni neno ambalo ni la lazima kwa kila muumini ama kila raia wa ulimwengu huu. Amina. Hivyo kama wewe ni mtu katika ulimwengu huu, ulipaswa uzaliwe mara ya pili kulingana na kitabu ambapo kinatueleza. Msomaji, naam, tuone pale katika kitabu kile cha Waefeso. Je, mtu anaweza kuzaliwa kama anavyotaka yeye mwenyewe, ama ni kitabu kimetoa mwongozo moja ya kwamba watu wote wapitie njia moja katika kuzaliwa? Ni Waefeso sura ya 4 aya ile ya 5. Twende pale. Pumzi takatifu ya Mungu inasemaje? Waefeso 4 aya ile ya 5.
Bwana mmoja. Hivyo kitabu kinatuambia Bwana mmoja, imani moja. Hivyo Bwana tulionaye katika ulimwengu huu, Mwenyezi Mungu ni mmoja, na imani anasema ni moja, na nini tena? Ubatizo mmoja. Hivyo kama ulikuwa na ubatizo tofauti na ule ulioandikwa katika kitabu, huo ubatizo ni wa kwako. Huo ubatizo sio Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu alichomaanisha ni kwamba mtu aingizwe ama atoswe kwenye maji mengi. Hiyo ni ishara ya kuonyesha ya kwamba hauko chini ya utawala wa kizamani, isipokuwa umeingia katika utawala mpya ulio chini yake. Na hivyo ubatizo aliokusudia ulikuwa ni mmoja, akimaanisha ya kwamba kila mwanadamu ambaye anamkiri na kumwamini lazima aingizwe katika maji, lakini pia katika roho. Msomaji, naam. Tuone watu wa zamani, je, walibatizwaje, ili tuone ya kwamba kuna utofauti gani kati ya watu leo wanaoitikadi wamebatizwa, lakini watu wa zamani walibatizwaje, ili tulinganishe. Katika kitabu kile cha Yohana sura ya 3 aya 23 tuone ya kwamba je, kuna utofauti ambao ulitokea, ya kwamba watu walibatizwa lakini si katika maji mengi, na Yesu akaridhia. Ama watu walibatizwa kwenye maji mengi, ndio sasa watu wamebadilisha kile kinachoitwa ubatizo, wamekitafsiri katika namna nyingine. Mtu anamwagiwa maji anaambiwa amebatizwa. Twende pale msomaji, tuone je, ya kwamba mtu aliyemwagiwa maji, je, huyo amebatizwa? Yohana sura ya 3 aya 23, tuelekee kule katika mji wa pumzi takatifu ya Mungu inanena. Yohana naye alikuwa akibatiza huko Ainoni. Twende msomaji, karibu na Salimu. Hivyo katika mji huo unaitwa Salimu, karibu na mji wa Salimu, ambayo Yohana naye alikuwa akibatiza. Alibatiza kwa sababu palikuwa pana maji tele. Maliza msomaji. Kwa sababu huko kulikuwa na maji tele. Hivyo kitabu kinatuambia Yohana alibatiza eneo hilo ni kwa sababu ya wingi wa maji uliokuwepo, na hivyo watu walimwendea wakabatizwa kwa sababu palikuwa na wingi wa maji. Na hivyo tukio hili linalohusu ubatizo, kama Yesu alivyolisema ya kwamba maana yake ni kuzamisha, maana yake ni kutosa. Wezi ukamchukua mtu ukamwambia eti nilimbatiza ndani ya kikombe cha maji ama kibakuli. Umo ndani ameingiaje kwanza? Ametoswaje umo ndani ya kibakuli? Mtu kama ametoswa, maana yake ameingizwa kwenye maji mengi. Kama mtu amewekwa ndani ya kibakuli, basi huyo atakuwa so mtu, huyo atakuwa ndubwi. Huyo so mtu huyo. Hicho ni kiumbe kidogo, lakini mtu aweze akatoshia ndani ya kibakuli. Na hivyo basi, kama ndivyo hivyo basi, tukio linalohusu ubatizo maana yake lilihusisha maji mengi, watu watumbukizwe kwenye maji mengi. Na hivyo maana yake watumbukizwe na wasionekane kisha watolewe tena. Hili ndilo maana halisi ya neno ubatizo. Na hivyo Yohana naye alikuwa akibatiza kule karibu na Salim, kwa sababu palikuwa na wingi wa maji. Hivyo watu wakamwendea naye akawabatiza. Msomaji, naam, tuende katika kitabu kile cha Qur'ani sura ya 2 aya ile ya 138. Tusikilize Qur'ani nayo inatueleza nini kuhusiana na tukio halisi linalohusu ubatizo. Kitabu kinasema ni Qur'ani sura ya 2 suratul Baqara aya ile ya 138. Inasema Uislamu, twende msomaji, ni pambo la Mwenyezi Mungu alilotupamba. Kuweni ninyi Waislamu. Asante msomaji. Neno Uislamu maana yake kwanza ni kujinyenyekeza mbele za Mwenyezi Mungu, na hivyo viumbe vyote vinaambiwa viko chini ya Mwenyezi Mungu, lazima ujinyenyekeze. Mungu ni mkubwa sana, hamna anayeweza kumvumilia. Na hivyo katika mchakato huu tuende katika sababu nzuri ya kuishuka hiyo aya. Sababu ya kushuka hiyo aya ilikuwa ni nini? Tuende pale katika mafanuzi, usikilize habari hiyo ya kwamba ilihusu kitu gani. Tuende msomaji. Watoto wa Kikristo
hubatizwa. Hivyo watoto wa Kikristo wao hubatizwa. Uchovu wa ndani ya maji yaitikidi kuwa matakatifu. Twende msomaji. Basi hapo haitakidiwa kuwa washapakika Ukristo. Hivyo katika tukio hilo la kuchovya ama kutumbukizwa, tukio hilo linawaitikadisha ya kwamba tayari washapakika kulingana na kitabu cha Qur'ani kinasema wamepakika Ukristo. Twende msomaji. Ndiyo wanaambiwa hapa kuwa dini ya Kiislamu ni dini inayowafiki tabia twende ya binadamu wote. Twende msomaji. Basi na wapikike hii rangi aka mwenyewe Mwenyezi Mungu. Hivyo wanaambiwa watu ya kwamba hakikisheni na nyinyi mnapakika. Hilo neno ni kupakika. Ni kupakika. Amen. Tubu hapa. Hivyo watu wanaambiwa ya kwamba wapakike. Na hivyo kama vile tunavyoambiwa ya kwamba Wakristo wanaaminika ya kwamba tukio hili la kuchovywa ni sawasawa na kupakika. Katika jambo hili wanaitikadika nao wamepakika Ukristo. Na hivyo Wakristo ndio pekee wanaoaminika ya kwamba katika tukio linalohusianishwa na ubatizo ndilo tukio halisi linalowafanya tayari wanakuwa chini ya mamlaka ama management ya Kristo, na hivyo tukio hili linahusishwa na ubatizo. Amina. Na hivyo kama ndivyo hivyo basi, msomaji, hebu sikiliza watu ambao walipata ujumbe kwa mara ya kwanza. Siku ya kwanza tu akamwelewa Mwenyezi Mungu. Akamwelewa Mwenyezi Mungu. Alipomwelewa, tukio baada tu ya kumwelewa Mwenyezi Mungu akasema, hii siku ya leo isinipite. Hakikisha ya kwamba mwili wangu nauweka katika mikono ya Mwenyezi Mungu. Alipoelezwa habari ya kisa halisi kilichotokea na kuhusu maisha ya mwanadamu, basi maisha yao wakayatoa katika mikono ya Kristo. Msomaji, ni kitabu kile cha Matendo sura ya 8 aya ile ya 38, anzia hapo. Kuna mtu mmoja alikuwa anasoma kisa, naye hakukielewa, anaitikadika alikuwa ni Yunak, mtu toashi. Maana ukisema toashi ni Kiswahili. Sasa nikilisema katika lugha ya Kiingereza utalielewa vizuri. Yunak, anaitwa Yunak. Na hivyo kama unavyoelewa maana neno ikuwa Yunak ni mtu wa namna fulani, unaelewa na fahamu. Na hivyo huyu mtu alikuwa akisoma chuo cha Nabii Isaya, naye hakuelewa chuo hicho. Na hivyo akaanza kuhisi ya kwamba anasoma stori za mtu huenda aliyejua mwenyewe. Lakini mwishoni Filipo akachukuliwa, akapelekwa ili kumsaidia mtu huyu. Ndiko sasa baada ya kuelewa kitu alichokisoma, akaamua kutoa maisha yake saa ile ile. Msomaji, tuende katika kitabu kile cha Matendo sura ya 8 aya ile ya 38. Twende pale msomaji. Pumzi ya Mungu inanena. Pumzi ya Mwenyezi Mungu inasema, akaamuru lile gari lisimame. Hivyo gari likamuriwa lisimame. Twende msomaji. Wakateremka wote wawili majini. Wakateremka wote wawili majini, akiwepo yule aliyekuwa nasoma habari hizi. Sasa kwa sababu watu hawajasikia story nzima, rudi aya 2 nyuma. Umeanza 38, anzia 36, watu wasikie kisa kilivyokuwa. Twende pale msomaji. Wakawa wakiendelea njiani. Hivyo walikuwa wako njiani wanaendelea watu wawili. Twende msomaji. Wakafika mahali penye maji. Wakafika pahala penye maji. Yule towashi akasema, tazama, maji ni haya. Ni nini kinachonizuia nisibatizwe? Ni kitu gani kinachonizuia nisibatizwe? Filipo akasema, ukiamini kwa moyo wako wote. Hivyo ukiamini kwa moyo wako wote inawezekana. Hilo linawezekana. Akajibu, akanena, naamini ya kwamba Yesu Kristo ndiye mwana wa Mungu. Hivyo akasema, ninaamini ya kwamba Yesu Kristo ndiye mwana wa Mungu. Taarifa hizo lizokuwa akisoma habari zake hali asielewe. Alipoeleweshwa ndiko akasema ya kwamba ninaamini Kristo ni mwana wa Mungu. Baada ya hapo nini kilichofuata?
akaamuru lile gari lisimame. Hivyo akaamuru lile gari lisimame. Wakateremka wote wawili majini. Hivyo sasa wakateremka wote wawili majini, Filipo na yule towashi. hivyo Filipo na yule towashi, Naye akambatiza. Hivyo Filipo akambatiza yule towashi. Hili ni tukio la siku moja. Mtu anasoma kisa cha mtu aliyepelekwa machinjoni, ndio anajiuliza ya kwamba huyu mtu aliyepelekwa machinjoni ilikuwaje? Ni kwamba alikuwa anaeleza habari zake kwamba alijiua, ama anajieleza kwa kitu gani? Ndiko sasa Filipo akachukua nafasi ya kueleza tukio halisi, kwamba huyu aliandikiwa habari zake ya kwamba wakati utafika naye atachukua nafasi ya watu wa ulimwenguni, ya kwamba maasu yao yeye atayabeba. Na hivyo kwa sababu hiyo akaamini ya kwamba huyu ni Mungu aliyehusika katika namna yoyote ile kwa ajili ya kumrejesha tena mwanadamu. Amen. Na hivyo kitendo cha kuamini ya kwamba Mungu ndiye aliyehusika kwa namna yoyote kukupata na kukurejesha, akaona kwa nini katika jambo hili nisitoe maisha yangu kwake, akatoa maisha yake na akabatizwa siku ile ile. Amen. Na hivyo katika tukio hili ukimwamini Mungu siku hiyo hiyo, kama ukimwamini Mungu, hatukucheleweshi shetani akapiga na wewe story, hatukucheleweshi. Ukimwamini Mungu tunakwambia ubatizo uko kwa ajili yako, na wewe unaenda kubatizwa kama watu wa zamani. Amina. Alilazi wanasema zaidi alilazi. Na hivyo kwa sababu hiyo tukikuacha shetani anaweza kapita na wewe. Na hivyo kwa sababu hiyo Mwenyezi Mungu kakupata, ni wakati wa kuungamanishwa na Mwenyezi Mungu. Amina. Na hivyo ninakualika tena katika siku ya leo, ukiisikia sauti ya Mungu kama yule towashi, usifanye moyo wako kwa mgumu. Amina. Maana kesho yetu hatuifahamu na iko mikononi mwa Mungu. Amina. Msomaji, naam, tuone watu wa zamani kabisa. Je, kipindi cha kina Musa, kipindi cha kina Nuhu, na wenyewe katika kutafuta kwa chini ya utawala walikuwa wakifanyaje? Je, wenyewe walibatizwa? Kitabu ni kile cha Wakorintho. Tuanze kitabu cha Petro. Tuanze kitabu cha Petro. Petro wa kwanza sura ya 3 aya ile ya 20 na 21. Twende pale msomaji. Petro wa kwanza 3 kuanzia 20. Petro wa kwanza sura ya 3 aya ile ya 20 mpaka 21. Pumzi takatifu inanena. Pumzi takatifu inasemaje? Kwa maana ni sifa gani kustahimili? Twende msomaji. Mtendapo dhambi na kupigwa makofi. Mtendapo dhambi na kupigwa makofi. Twende. Lakini kustahimili mtendapo mema na kupata mateso, huu ndio wema hasa mbele za Mungu. Twende msomaji. Kwa sababu ndio mlioitiwa. Msomaji, umesoma Petro wa kwanza sura ya 3 aya 20 kweli? Msomaji, umesoma sura nyingine. Petro wa kwanza 3:20 anasema. Twende pale. Watu wasiotii hapo zamani. Watu wasiotii hapo zamani. Uvumilivu wa Mungu ulipokuwa namna gani msomaji? Ukingoja. Uvumilivu wa Mungu ulipokuwa ukingoja. Siku za Nuhu. Hivyo siku za Nuhu zikafika. Twende msomaji. Safina ilipokuwa ikitengenezwa. Hivyo safina ikatengenezwa. Hapo unajua watu wa zamani katika kipindi cha Nuhu ilikuwa ni miaka 120. Neno la Mwenyezi Mungu linasemwa miaka 120. Angalau na sisi tumesikia takribani karibia wiki mbili. Lakini kipindi hicho vitabu vinasema neno la Mwenyezi Mungu lilisemwa zaidi ya miaka 120. Miaka 120 si miaka michache. Watu wanazaliwa na wanapotea katika ulimwengu. Miaka 120. Neno la Mwenyezi Mungu lingali likisemwa. Na kipindi hicho Mwenyezi Mungu alikuwa ni mvumilivu. Hivyo vitabu vinasema uvumilivu wa Mungu ulikuwa ni mkubwa sana. Ni tofauti na kipindi hicho. Wewe unafikiri kipindi hicho hata mwendo kasi hamna? Kipindi hicho magari tu ya kawaida hamna. Na hivyo uvumilivu wa Mungu ulikuwa ni mkuu sana, na vitu vilivyokuwa vikipunguza maisha ya watu vilikuwa ni vitu vichache sana, lakini uvumilivu wa Mungu ulikuwa ni mkuu sana. Kipindi kama hichi ni kipindi cha hatari zaidi, kwa sababu kama maisha uyatoi kwa Kristo, huwezi kuitambua kesho yako. Leo hii unasikia tu bahari inazidi, kuna wakati unaweza kusikia tsunami imehama.
kuna wakati utaweza kusikia ya kwamba kumetokea tetemeko la ardhi zimeachana. Kipindi hichi ni hatari zaidi kupita kipindi cha zamani. Na hivyo vitabu vinatueleza ya kwamba uvumilivu wa Mungu ulipokuwa umezidi miaka 120, nini kilichotokea baada ya safina kutengenezwa? Msomaji, twende pale, ambamo ndani yake wachache, na hivyo safina likatengenezwa ndani ya miaka 120 na watu wachache tu wakaingia kwenye safina hilo. Twende msomaji, yani watu 8. Hivyo watu 8 tu miaka 120, eti watu 8. Hapo ndipo utagundua ya kwamba ulikuwa kuna watu wanaingia na kutoka. Maana ndani ya miaka 20 na hakuna mvua, mtu angelitoka nje ya safina na kuendelea na mambo yake. Miaka 20 uzame ndani ya safina, unakuta hamna mvua, hamna tetemeko la ardhi kama ardhi itapasuka maji yatoke, hamna hata upepo kuonyesha kwamba huenda litamwagika mvua. Na hivyo ilifanya watu watoke kwenye safina. Hivyo miaka 120 watu wengine waliingia, wengine walitoka. Maliza msomaji, hapo ndipo ulikuwa kunapimwa uvumilivu wa Allah. Maliza msomaji. Watu 8 waliokoka kwa maji, lakini watu 8 tu pekee. Na kuna mtu mmoja jina lake anaitwa Kamesi, utamwona katika kitabu cha Biblia, ila utamkuta katika vitabu vya fafanuzi. Alihusika kumsaidia Nuhu katika utengenezaji wa safina, lakini hatajwi katika wale 8. Ni wale miongoni mwa watu waliotengeneza safina na mwishoni wakatoka baada ya kupoteza uvumilivu. Hivyo wakajikuta ni miongoni mwa watu ambao walipoteza maisha. Maliza msomaji, tunaenda mpaka aya 21. Twende. Mfano wa mambo hayo, hivyo mfano wa mambo hayo, maana Mwenyezi Mungu aliachia bonyo, yani mvua ilitoka juu na ardhi ikatoa maji. Maliza msomaji. Ni ubatizo. Hivyo mfano wa mambo hayo unalinganishwa moja kwa moja na neno linaloitwa ubatizo. Hivyo katika kipindi cha Nuhu watu walibatizwa pamoja au kuitwa ubatizo. Hivyo tukio lile ni kwa sababu kipindi Nuhu anapita na ile safina yake, wakati huo mvua ilikuwa inanyesha juu maji yalikuwepo, chini maji yalikuwepo, mbele maji yalikuwepo, nyuma maji yalikuwepo. Kulingana na maneno hayo, kitabu kinatuambia walibatizwa ubatizo wa Nuhu. Hao ndo pekee waliookoka. Na hivyo kwa sababu hiyo leo hii inatufikia mfano ule ya kwamba kwa sababu hakuna safina, watu katika kumwamini kwa Mungu lazima waingizwe na kutoswa katika maji na watoke katika uzima ama upya wa uzima. Amina. Na hivyo huo unaitwa batizo wa Nuhu. Lakini ilipofika kipindi ambapo Musa naye aliishi, msomaji, je, walibatizwa kipindi cha Musa? Kipindi cha Musa ni kile kitabu cha Kutoka sura ya 14 aya ya 29 mpaka 31. Twende pale. Kitabu kile cha Kutoka sura ya 14 aya ile ya 29. Pumzi takatifu inanena. Pumzi takatifu inasema. Twende pale. Kisha malaika wa Mungu aliyetangulia mbele ya jeshi la Israeli, twende msomaji, akaondoka akaenda nyuma yao, na ile nguzo ya wingu ikaondoka hapo mbele yao, pale mbele yao, ikasimama nyuma yao, ikafika kati ya jeshi la Misri na jeshi la Israeli. Twende msomaji. Napo palikuwa na lile wingu na lile giza, lakini lilitoa nuru wakati wa usiku. Twende. Na hawakuwakaribia usiku kucha. Msomaji, hizi habari utazikuta katika kitabu hichi cha Kutoka sura ya 14 aya 29 mpaka 31. Utasoma kwa muda wako vizuri jinsi ambavyo Israeli waliongozwa, na katika kipindi hichi wanaitikadika walibatizwa batizo wa Musa. Msomaji, katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 10 aya ya kwanza, twende pale inatuambia nini? Wakorintho wa kwanza sura ya 10 aya ya kwanza. Kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 10 aya ile ya kwanza. Kitabu ni cha Wakorintho. Umefika pale? Wakorintho wa kwanza sura ya 10. Pumzi takatifu ya Mungu inanena. Inasemaje? Kwa maana ndugu zangu, sipendi mkose kufahamu ya kuwa
baba zetu walikuwa wote chini ya wingu, ya kwamba baba zetu wote walikuwa chini ya wingu, wote wakapita kati ya bahari, hivyo wote wakapita katikati ya bahari. Somaji, imekuwaje tena? Somaji, kulikoni? Ibilisi au betri zimeisha? Tujue tunapambana na nani. betri zimeisha, zishawa kwa nyingine. Hapo sawa. Kwa maana ndugu zangu, sipendi mkose kufahamu ya kuwa baba zetu wote walikuwa chini ya wingu. Sipendi mkose kufahamu ya kwamba baba zetu wote walikuwa chini ya wingu. Wote wakapita kati ya bahari. Hivyo wote wakapita kati ya bahari. Wote wakabatizwa wawe wa Musa katika wingu na katika bahari. Hivyo kulingana na kitabu hichi kinatueleza ya kwamba kumbe kulingana na kipindi ambacho Musa anapita na Bani Israeli katika bahari, kipindi kile kumbe walibatizwa katika ubatizo wa Musa. Na hichi ndio kipindi ambacho walipokuwa wanapita, vitabu vinatuambia kwamba palikuwa pana wingu, na hivyo upande wa kulia na upande wa kushoto bahari ilipokuwa imekatwa na fimbo ya Musa, kulia na kushoto maji yalisimama, na kisha Musa na jeshi lake wakapita. Juu yake kulikuwa na wingu, na hilo wingu lilikuwa ni wingu lililojaa maji kulingana na kitabu cha Musa. Hivyo walibatizwa ubatizo wa Musa. Amen. Kwa nini? Ni kwa sababu kulia, kushoto, juu na chini kote walipita kwenye maji, na hivyo walibatizwa ubatizo wa Musa. Amina. Na hivyo nipende kukuambia unanisikiliza katika umbali ama karibu, ya kwamba watu wa zamani kitendo hichi waliaminika ya kwamba wako na walibatizwa katika ubatizo wa Musa, wako chini ya utawala wa mtu anaitwa Musa kwa sababu ya kumwamini Mwenyezi Mungu. Na hivyo kitendo hichi Mungu aliwahesabia haki kwa sababu walimwamini mtumishi wake Musa, na hivyo walibatizwa katika ubatizo wa Musa. Na hivyo kama katika kipindi cha zamani, baada ya hapo tulisikia habari za watu waliobatizwa katika ubatizo wa Nuhu, ni wale walioamini maneno ya Nuhu, kumsadiki Mwenyezi Mungu kwamba ataleta mvua. Na hivyo katika kipindi kile watu walibatizwa katika ubatizo wa Nuhu. Na hivyo kwa sababu hiyo leo ubatizo wa namna ile unawafikia ya kwamba watu wanapaswa kubatizwa katika habari ya kumwamini Kristo. Wanapomwamini Kristo wanabatizwa katika maji na katika Roho. Amen. Na hivyo unaweza ukaniuliza ya kwamba mimi nilishawahi kubatizwa, sawa, lakini sasa nataka nitengeneze maisha yangu upya na Kristo. Je, ninaruhusiwa kubatizwa tena? Katika kitabu kile cha Matendo sura ya 19 aya ya 1 mpaka ya 5. Twende pale msomaji. Kitabu ni kile cha Matendo sura ya 19 aya ile ya 1 mpaka ya 5. Twende. Pumzi takatifu ya Mungu inasema ikawa Apolo alipokuwa Korintho, twende msomaji. Paulo akiisha kupita kati ya nchi za juu, Paulo baada ya kupita katika nchi za juu akafika Efeso. Kisha Paulo akafika Efeso, akakutana na wanafunzi kadha wa kadha huko. Hivyo akakutana na wanafunzi kadha wa kadha pale Efeso. Twende msomaji. Akawauliza wanafunzi wale, Je, mlipokea Roho Mtakatifu mlimpokea Roho Mtakatifu mlipoamini? Wakamjibu Paulo. Twende pale msomaji. Wakasema la hasha. Twende. Hata kusikia kwamba kuna Roho Mtakatifu hatukusikia. Hivyo hata tukio linalomhusu Roho Mtakatifu wanasema ya kwamba hatujawahi kulisikia. Akawauliza. Hivyo akawauliza, basi
basi mlibatizwa ubatizo gani? Hivyo wakaulizwa ya kwamba, je, mlibatizwa ubatizo gani? Wakasema kwa ubatizo wa Yohana. Hivyo wakasema ni kwa ubatizo wa Yohana. Paulo akasema Yohana alibatiza ubatizo wa toba. Hivyo Yohana yeye alibatiza ubatizo wa toba, akiwaambia watu wamwamini yeye atakayekuja nyuma yake. Ya kwamba Yohana aliwaambia watu wamwamini yule atakayekuja baada ya yeye. Twende msomaji. Yani Yesu Kristo. Hivyo Yohana ubatizo wake ulikuwa ukisonda kidole kwa mtu atakayekuja mwenye uwezo kuliko Yohana, naye si mwingine isipokuwa Yohana alikuwa akimpigia debe Yesu. Na ndio maana katika mifululizo wa wale manabii ama viongozi 25 utamkuta Yahya, na baada ya Yahya ndio utasikia Isa. Maana Yohana ama Yahya ndiye alikuwa akiandaa njia ya Masihi, na hivyo kwa sababu hiyo aliwaambia watu waamini yule atakayekuja baada yake, maana yeye ana uwezo kuliko yeye. Na hakuwa ni mwingine isipokuwa alikuwa ni Isa ama Yesu, yeye ndiye aliyekuwa amekusudiwa. Na hivyo Paulo anauliza, mlibatizwa ubatizo gani? Wakasema wa Yohana. Yohana yeye alisema ya kwamba mumwamini yeye, lakini saa hii yeye amekwisha kuja katika ulimwengu, basi batizweni tena. Wakabatizwa kwa mara nyingine. Na vitabu vinatuambia wakapokea nguvu ya Roho Mtakatifu. Walikuwa wamjui Roho, na hivyo hata hivi leo kuna watu duniani hapa hawajamjua Roho Mtakatifu, kwamba Roho ni nani. Na ndio maana siku za nyuma nikakueleza vizuri ya kwamba Roho Mtakatifu ni nani. Ni Roho Mtakatifu ni nafsi ya Mungu inayohusika katika habari ya kumwombea mtu, ya kumpatanisha mtu na Mwenyezi Mungu. Maombi yako Roho Mtakatifu